Haleluya, mtu wa Mungu. Neno na maombi ya kufumbua macho ya kiroho. Kuna mambo watu hawayatambui, kuna mambo watu hawayaelewi, kuna mambo unaweza kama huyaelewi, kuna mambo yako karibu sana na wewe lakini huyaelewi. Lakini neno na maombi ya kufumbua macho ya kiroho ni neno ambalo Mungu amenipa. Macho yako ya kiroho yakifumbuliwa, kuna vitu utavielewa. Macho yako ya kiroho yakifumbuliwa, kuna mambo utaacha kuyafanya kwa sababu utakuwa unaona. Macho yako ya kiroho yakifumbuliwa, kuna vitu utavijua. Macho yako yakifumbuliwa, kuna njia utaziacha. Macho yako yakifumbuliwa, kuna watu utawaelewa. Macho yako yakifumbuliwa, injili utaielewa. Kuwa na moyo mzito wa kuamini yale yanayosemwa na watumishi wa Mungu hupelekea giza la kiroho na kukosa ufahamu. Kwa ukikosekana ufahamu wa kiroho, unapelekea mtu kuwa na giza, yani macho yake yanakuwa yamefumbwa, haelewi afanye nini. Unaweza ukaona watu wanafanya mambo fulani, lakini mambo hayo wanayoyafanya wewe unashangaa, au wewe mwenyewe unajikuta unafanya mambo mengine mpaka wewe mwenyewe unashindwa kuelewa nafanyaje haya mambo. Lakini ukiangalia kabisa kwa ndani unaona mambo sio sahihi, lakini mambo hayo unayafanya ni kwa sababu giza limefunika macho. Lakini nimekuja na neno la Mungu ni nguvu. Neno la Mungu ni nguvu na maombi ya kufumbua macho ya kiroho. Nikikokona watu wako na watu wa mataifa ambao wanakutuma kwao, uwafumbue macho yao, uwageuze waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Matendo ya Mitume sura 26 mstari wa 17 na 18. Hilo ni neno la Mungu kutoka hapo. Haleluya. Kwa nikikokona watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao, uwafumbue macho yao. Tazama, je, hawa watu wanazungumza macho gani? Ambao uwafumbue macho yao, uwageuze waiache giza, waiache giza. Kwa lazima watu waiache giza. Watu wako katika giza, watu wako katika njia za dhambi, watu wako wamekamatwa na dhambi, ni kwa sababu macho yao yamefumbwa. Watu wanafanya mambo ya ajabu, ni kwa sababu macho yao yamefumbwa. Lakini nuru ya injili imekuja kuangazia watu watoke katika giza, watoke katika njia za uharibifu, watoke katika mambo ya uharibifu. Nuru ya injili imekuja wakati huu. Nikikokona watu wako na watu wa online ambao nakutuma kwao, nguvu ya Mungu inapita online kufumbua macho ya watu. Watu hawaielewi injili ni kwa sababu macho yao yamefumbwa. Watu hawaelewi watumishi wa Mungu leo kwa sababu macho yao yamefumbwa. Lakini lazima utaielewa injili. Acha kuwaelewa leo, sema unavyosema leo, lakini ipo siku utaamini injili kuwa ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Ili macho ya kiroho yafumbuliwe, panahitajika nuru ya injili, ili watu iwaangazie wapate kutoka katika giza. Niko hapa kama mtumishi wa Mungu kuachilia nuru ya injili, kuachilia nuru ya injili online, kuachilia nuru ya injili online kupitia jina la Yesu. Baba Mungu, nina nguvu. Neno lako limefika kwa watu wako ambalo Bwana umenituma kwao, na iachilia nuru yako juu ya kila anayeniona. Bwana, nuru yako na iita nuru yako ikamtoe katika giza, ikamtoe katika uharibifu, ikamtoe katika mashimo, ikamtoe katika njia za uharibifu kwa jina lako Yesu. Naachilia nguvu yako, naachilia nguvu yako. Nguvu yako haizuiliki, uweza wako hauzuiliki, mamlaka yako haizuiliki. Baba, naiachilia online kwa huyo mtu anayenitazama kupitia jina la Yesu. Nuru yako ipenye online. Kama wako watu wanapokea roho za uharibifu kupitia simu zao, wako watu wanapokea roho za masturbation kupitia simu, wako watu wanajifunza mambo ya uharibifu kupitia simu. Believe kupitia simu yako
Nguvu ya Mungu inapita kuondoa giza ndani yako, inafumbua macho yako ya kiroho. Kuna mambo utajua kuwa kufanya sio sahihi. Kuna mambo utayajua kuwa sio sahihi katika maisha yako. Kuna njia utatambua kuwa hizi njia sio sahihi. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia za mauti. Lakini iko njia pekee, ni Yesu Kristo, ambaye yeye ni nuru ya watu, na nuru hiyo naiachilia online wakati huu kupitia jina la Yesu. Pokea nuru ya Mungu, pokea nuru ya Mungu ikakutoe katika uharibifu, ikakutoe katika njia za uharibifu. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu lina nguvu na uweza. Nguvu ya jina la Yesu ipite huko, ingie ndani ya ufahamu wako, ikutenge na kila giza, ikutenge na kila uharibifu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Pokea neema ya Mungu, pokea kibali cha Mungu, pokea nuru mpya, pokea maisha mapya, pokea maisha mapya, pokea mawazo mapya, pokea njia mpya kupitia jina la Yesu, njia iendayo uzimani. Pokea right now in the mighty name of Jesus, amen.